utekelezaji wa jukumu hili, TAKUKURU ilikagua utekelezaji wa miradi miwili ya elimu yenye thamani ya shilingi bilioni 4.3 na kubaini kwamba: mosi, mabati yaliyowasilishwa yenye thamani ya shilingi milioni 220,23,980 yalikuwa chini ya kiwango. Mzabuni alilipa fedha kabla ya mabati kufika eneo la ujenzi kinyume na taratibu za manunuzi. Baada ya kubaini hilo, TAKUKURU ilifanya kikao kilichowahusisha mkurugenzi wa halmashauri, mkuu wa mkoa na mzabuni, na kumtaka mzabuni abadilishe mabati na kuleta mabati mengine ambayo yanakubalika kwa mujibu wa miongozo ya serikali. Shule yenyewe inaitwa Katale Boys. Shule mpya inajengwa katika kata ya Kasokola, lakini shule nyingine ni shule ya Rungwe Sekondari. Mzabuni wa zile bati alikuwa mmoja, anaitwa Resa Rufus. Kwa hiyo baada ya kubaini yale yote, tulifanya hiyo kazi na kuokoa fedha kama nilivyosema. Mfumo wa ukusanyaji wa mapato katika stendi kuu ya mabasi ya Mizengo Pinda, halmashauri ya manispaa ya Mpanda, na kuwezesha kupandisha mapato ya stendi hiyo kutoka shilingi 500,000 kwa siku sawa na shilingi milioni 180 kwa mwaka na kufikia shilingi 700,000 kwa siku ambazo ni sawa na shilingi 752 milioni kwa mwaka, ikiwa ni ongezeko la jumla ya shilingi milioni 72 kwa mwaka. Pia kupitia uchambuzi wa mfumo wa ukusanyaji mapato katika minada, tulifanya uchambuzi wa mfumo katika mnada mmoja ambapo halmashauri ya manispaa Mpanda tumeweza kusaidia kuongezeka kwa idadi ya mashine za ukusanyaji ushuru, yani POS, kutoka mashine moja iliyokuwa inafanya kazi katika eneo lile hadi kufikia 3, na hivyo kurahisisha kuongezeka ukusanyaji wa mapato katika mnada.